Kwenye Afrika Mashariki na Kati, timu pekee ilikuwa na benchi kubwa la ufundi ni Simba Sports, zaidi ya watu 10. Jana tunakwenda kucheza ile mechi, kwenye technical bench kuna kocha mmoja, Ahmed Morocco, kocha ambaye hana msaidizi, kocha ambaye hana mtu anaitwa analysis kwenye timu, hana mtu mshauri kwenye timu. Kwanza yeye mwenyewe mgeni kwenye technical bench, hakuna mtu akuweza kuona namna anamshauri kuelekea katika ile mechi. Lakini tumpongeze sana Ahmed Morocco kwa ujasiri wake. Leo hii kila mmoja anajua, na jana niliweka moyoni, nilimwambia Mungu isaidie Simba uweze kuqualify, na Simba imequalify. Lakini Simba ingekosa qualify, ningewaambia wana Simba adui wa kwanza wa Simba aliyekuwa mwalimu wa Simba Fadlu Davis. Ungewaambia Simba adui wa kwanza wa Simba aliyekuwa mwalimu wa Simba Fadlu Davis. Leo hii haiwezekani, timu inakwenda kusajili, timu inakwenda pre-season, timu inaenda kuanza ligi iko na timu kwenye mashindano ya mwalimu anakwenda kutuacha kwenye mechi ya kwanza dhidi ya Gaborone tukiwa ugenini. Kwenye football imebadilika. Football iko kwenye makaratasi, na ndio maana kwenye timu sasa hivi kuna watu wanaitwa analysis. Wao kazi yao kuangalia opponent inakwenda kukumbana naye yukoje. Na ndio maana mechi ilikuwa ngumu zaidi. Kwa nini? Gaborone baada ya kucheza ile mechi ya kwanza, benchi lao fundi watu wao analysis walienda kufanya kazi vizuri kujua wa Simba na udhaifu wa Simba. Ahmed Morocco anakwenda kwenye ile mechi hajui ubora wa Gaborone, hajui udhaifu wa Gaborone. Maana yake watu wa kumsaidia kitaalamu walikuwa hawapo. Na bahati mbaya zaidi aliyokutana nayo Morocco, Ahmed Morocco, ndani ya siku 4 anakabidhiwa timu ndani yake, anakutana na mechi. Maana yake muda wa kutrain timu wa kufanyaje hakupata. Kwa kikubwa kwangu mimi lazima niseme, niwapongeze sana wachezaji wa Simba. Niwapongeze sana technical bench. Ahmed Morocco ameonyesha ukubwa wake. Leo Simba tumequalify kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kwa bahati mbaya na bahati nzuri, timu 4 zote tulizocheza katika haya mashindano sisi kucheza Botswana. Botswana wana historia nzuri kwenye hii nchi. Tumeshakutana nao mara 8 timu za kutoka Tanzania. Timu iliyowahi kufaulu kuwafunga timu za Botswana ni Simba Sports, kuwatoa kwenye mashindano. Watu wa nyuma mwiko miaka 4 iliyopita walifungwa katika Benjamin Mkapa na timu kutoka Botswana, Township Rollers. Nani anabisha? hata nyewe mlifunga watu wa Botswana. Yes. Hii inaonyesha ugumu, mwandishi, na kukubali, unaonyesha namna ambavyo timu zinatoka Botswana kwa ugumu wake. Na jana mechi zote zilizochezeka Tanzania zinazoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika kwa maana ya CAF, mechi halisi ilionyesha mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, Simba na Gaborone ya Botswana. Lakini hata Yanga walipata ugumu kwenye mechi. Yes, unaweza ukasema walipata ugumu, lakini jaribu kupata historia timu waliocheza nayo. Timu waliocheza nayo watani zangu nyuma mwiko kwenye historia, mwanangu wa 5 Faris ni mkubwa kuliko ile timu. Upinzani wako cheze taratibu. Wewe mwandishi chimba historia ya Dar es Salaam Afrika, football ya Afrika. Huwezi kuikuta na miaka 7, ina miaka 7 toka iundwe mpaka inafika pale ilikofika. Ndugu zangu Azam nawapongeza, lakini timu walokutana nayo kwenye nchi ligi haipo, ndo kwanza inaanza Sudani ya Kusini. Kisugu, jana ulikiona kiwango cha wengi wakaenda mbali wakasema kwa huenda mnaanza kukumbuka sasa kuhitaji kutafuta namba 10 mwingine. Jana ngoja malize Kisugu, ile X factor ambayo amezungumza Fadlu ni kama inawahukumu sasa hivi. Hili jambo ninawahi kulizungumza, halijawahi kuzungumzwa na mtu yote duniani zaidi ya kwangu mimi. Hakuna mtu aniyependa mpira alafu katika mindset zake akawa sawa sawa. Waangalie wanaomlaumu Jenchez ya Ahoua baada ya mechi kusha. Kabla ya mechi kusha Ahoua anafunga goli, kawaangalia walilia, walishangilia, walimsema. Walishangilia. Baada ya mechi kusha wakaanza kumsema kwa nafasi alizokuwa. Sasa kwenye kikaango wa watu tuwajadili, wako sawa sawa? Wanasema ngoja na ndio maana nikasema hii kauli haijawahi kuzungumzwa na mtu yote. Hata ukimwona baba yako unampenda aliyekuzaa, ukimwona anapenda football, jua ana shida kwenye mindset zake. Dakika moja mchezaji yule akifunga goli unamshangilia, dakika 2 akikosa goli unamtukana. Kweli sio kweli? This is football.
Lakini ukimtaja Chance Ahoua ndio mchezaji ambaye alikuwa na hadhi na sifa ya kuwa MVP kwenye ligi ya NBC kwa namba zake. Wanasema ana utoto mwingi na uchoyo Kisugu. Chance Ahoua kwenye mechi za mashindano mwaka huu ndio mchezaji pekee Simba Sports ana goli 2. NBC goli 1, klabu bingwa goli 1 na assist 1. Ndio namba ambazo zinambeba katika mashindano. Chance Ahoua, kataa mwandishi. Mimi naamini mchezaji bora. Kwa hiyo football kukosa kupo na kushinda kupo. Baba haipotei kwa sababu ya mtoto tumelala na njaa. Kwa nafasi ambazo Ahoua jana amekosa, Simba ingepoteza mchezo, ungeongea maneno haya. Football, mimi wanaamini sana kwenye mpira. Twendeni kwenye tafsiri halisi neno la mpira. Ni mchezo wenye makosa yenye kujirudia. Huyu Chance Ahoua kuna muda anafunga goli, nimesema muda mrefu unashangilia, na kuna muda anakosa goli unamsema. This is football. Na mimi naamini na nawaambia wana Simba pamoja wa football, kwa kiwango cha Chance Ahoua ndio mchezaji ambaye atakuja kutusaidia katika klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, tuzungumzie pia kwa upande wa kocha. Ahmed Morocco alipewa mechi moja na inapokuwa Hussein River mwa kocha ambaye mnamuhitaji, kocha ambaye ameshahudumia Ahli, inasemekana mnamtaka. Kuna kocha ameingia jana saa 7 usiku. Kocha ambaye anakwenda kuifundisha Simba. Kocha yupo. Nawaambia wana Simba wasio na wasiwasi. Jahazi la Simba linaendeshwa na jemedari. Mzee wetu Magori ameshakuwahi kuwa makamu wa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana ya TFF. Ameshawahi kuwa mjumbe kwenye shirikisho la soka barani Afrika. Ni mtu wa mpira kweli kweli. Kocha wa Simba ameshatua. Ana sifa zote kuu 3. Ya kwanza Kisugu, umoja, ubora wake. Sifa ya pili ni mtu ambaye anajua soka la Afrika, na sifa ya 3 ameshafanya kazi kwenye vilabu vikubwa barani Afrika. Ndio huyu ninakutajia ama kuna mwingine? Unayemtaja wewe simjui, mimi nimekupa sifa zake. Na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa umoja uliopo kwenye Simba, kocha huyu atakapokuja kutangazwa ndani ya siku 3 zijazo mbele, Simba anakwenda kuwa bingwa klabu bingwa barani Afrika. Unasemaje? Simba anakwenda kuwa bingwa wa klabu bingwa barani Afrika. Kisugu, unayatupa maneno Kisugu. Leo unapozungumzia Simba, unamzungumzia mwaka jana mwana finali wa shirikisho, ndivyo sivyo? Kweli. Nendeni mkachukue kumbukumbu mechi ya mwaka jana tunacheza na Al Ahly Tripoli ya Libya. Lakini Mamururu. Tunacheza Libya, tunatoka suru bila kufungana. Kiwango cha Simba watu wanasema tunapata mashaka mwaka huu wafanyi lolote. Tunakuja kucheza uwanja Benjamin Mkapa dakika ya 14. Mamururu anaweka ngoma. Watu wanalia Simba mwaka huu ndio mwisho wake. Matokeo yake Simba kafika wapi? Finali. Na mwaka huu Simba anakwenda kucheza finali ya klabu bingwa barani Afrika.